Asante sana mtazamaji wa TBC2 ndani ya Jaba. Kama kuna mengi ambayo unaendelea kujifunza, basi tunaendelea kujifunza katikati ya mahojiano. Mara zote tunawaletea watu wa maana kabisa katika kuhakikisha tunajenga jamii iliyo bora katika nyanja zote. Leo tunaye mtaalamu wa masuala ya saikolojia pamoja na malezi, Deo Sukambi. Na tumaini katika mitandao ya kijamii umepita na kutazama mara kwa mara akitoa masomo juu ya malezi pamoja na maisha katika mfumo mzima wa kisaikolojia. Karibu sana Mwalimu Deo Sukambi. Asante sana Mr. Nimefurahi sana kuwa na wewe. Natumaini na Watanzania pia wanafurahi kuwa na wewe. Na pia nafurahi sana kuwepo hapa leo. Okay, karibu sana TBC2. Nashukuru sana. Asante sana. Kupitia mitandao ya kijamii Mr. Sukambi, tumeshuhudia ukiwa na matamasha pamoja na madarasa muhimu kuwaelekeza watu juu ya malezi. Na mada yetu sasa hivi mezani ni kwamba ni njia zipi zifanyike, ama nini kifanyika katika kuboresha malezi ya watoto wa kizazi cha leo. Unafikiri kwa uzoefu wako, je, wazazi wanafahamu nafasi zao kikamilifu katika kutekeleza majukumu ya malezi kwa watoto wao? Okay, tuna tatizo moja sasa hivi kwamba tumehama sana kutoka kwenye dhana ya malezi, na watu wengi wanayatafasiri malezi kwa lugha ya matunzo. Okay. Wengi wanachokifanya sasa hivi wazazi ni kuwekeza nguvu kubwa sana kwenye kutunza watoto na sio kwenye kulea. Umeipata hiyo vizuri. Kwamba mtoto akishakula vizuri, kaenda shule nzuri, kavaa mavazi mazuri, ana elimu nzuri, wazazi wengi wanaamini wamelea watoto. Lakini malezi yanahusisha maonyo, makatazo, kumhakikishia mtoto usalama wake, kuhakikisha unajibu maswali yake, na wakati mwingine hata kumnyima baadhi ya vitu ambavyo vitamsaidia kuelewa kwamba kwenye dunia tunayoishi si lazima upate kila kitu kila wakati. Kwa hivyo bado kuna sintofahamu kidogo katika huu mjadala wa matunzo na malezi ya watoto. Unataka kusema kuna mstari mwembamba kati ya kumpatia mtoto matunzo na malezi ili uweze kumkuza. Exactly, na ni mwembamba sana kiasi cha kwamba wakati mwingine tunajikuta wakati tunatumia nguvu kubwa sana kwenye kutunza, tunaacha kabisa kuwekeza kwenye kulea. Na pengine tunadhani kuna watu wengine wa pembeni wanaweza wakatusaidia kutekeleza wajibu wa kulea watoto. Na ndio maana sasa tumekuwa na janga kubwa sana la hawa tunaoita kizazi kipya cha nyakati hizi kutokana na swala zima la mmomonyoko wa maadili. Kuna wakati tunaona malezi na matunzo ni vitu ambavyo vinapaswa kwenda pamoja. Lakini Mwalimu Sukambi, kuna wale ambao watoto wamekuwa watoto, yani wazazi wamekuwa watoto. Yani inamaanisha unakuta umri wa kujitambua katika kumlea mtoto bado bahati mbaya amekuwa mzazi. Tunataka tufahamu ni ujuzi gani sasa ambao sasa hivi Mtanzania ambaye anatutazama, ama kijana ambaye anatutazama, anaweza akachukua katika kumlea mtoto vizuri ili kutengeneza taifa lililo bora. Unajua, ni kwa bahati mbaya malezi si kwa habari ya ujuzi. Malezi ni kwa habari ya namna wewe ulivyo. Saikolojia yako kwa ujumla ndio itakupa hekima ya kutokana na mazingira uliopo, rasilimali ulizonazo, ufanye nini kwa ajili ya kuhakikisha mtoto wako analelewa vizuri. Kwa hiyo ijapokuwa tunaweza tukawa na nafasi ya kutoa elimu ya nini kifanyike kwa ajili ya kulea watoto, lakini kitu kikubwa zaidi ni inapaswa kuwa mtu aweje ili aweze kulea mtoto. Na ndio maana inapokuwa sasa swala la mtu amepata mtoto wakati yeye mwenyewe bado ni mtoto, huyo mtoto aliyopatikana tayari hilo ni janga limeanza kwenye maisha yake. Yani tayari ishakuwa tatizo. Kwa sababu unajua tunasema uwezi ukapambana na nature. Nature haimwonee mtu huruma. Ukipanda juu ya dari hapo ukajirusha utakufa, whether uliteleza bahati mbaya au ulitupwa. Kwa sababu nature is nature. Kwa hivyo tunapoona serikali inafanya kazi nzuri ya kuzuia hizi ndoa za utotoni, mimba za utotoni, ni vizuri jamii kaelewa ni zaidi tu ya haya mapambano ya kuzuia, kwa sababu kuna swala la malezi pia ambalo linahitaji mtu awe ana ukomavu wa kifikra, wa kihisia, wa kimaamuzi, na ana uwezo wa kumudu pia miemko yake ili iweze kumsaidia mtoto wake kuwa salama. Asante sana kwa mtazamaji ambao unaendelea kututazama. Ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia Deo Sukambi pamoja na malezi. Kuna mstari mwembamba sana
kati ya kumlea mtoto na kumpatia mahitaji yake ya msingi. Tumeona sasa hivi kuna rundo kubwa la single parents ama mzazi mmoja, Mwalimu Sukambi, na kwa sasa hivi imekuwa ni kama desturi, ikiwa sio fashion. Kuna ile tabia unapeleka mtoto kwa bibi, unapote ile kulelewa katika familia yenye ukubwa na sio chini ya usimamizi wa mzazi. Huwa ina matokeo gani chanya na hasi? Kuna kipindi cha umri wa mtoto, especially kuanzia umri wa mwaka 0 tunaamini mpaka miaka 8 hapo 9, mtoto anaiamini sauti ya mzazi kuliko sauti ya mtu mwingine yeyote. Na watu wengine hawa wote, wajomba, bibi, wadada wa kazi, walimu mashuleni, wanachokifanya ni kujenga juu ya msingi ambao wazazi wameutengeneza kwa watoto. Hatuwezi tukaepuka wajibu wa msingi wa mzazi kulea, tukategemea kwamba hawa wengine third party wengine waje kufanya hilo jukumu. Kwa hivyo ni vizuri tukaelewa kwamba hawa watu wanaweza kufanya kazi nzuri sana ya kutusaidia kujenga pale ambapo tayari tumeshaweka msingi. Kwa hivyo mimi mara zote wito wangu ni kwamba kama mzazi hana sababu ya msingi tena yenye tija ya kumwacha mtoto wake awe mbali na yeye, especially katika huu umri hajavuka kwenye yupo chini ya hajavuka miaka 10, kwa gharama yoyote baki na mtoto wako. Usimpeleke kwa bibi, apambane na mwanae. Hata kama mnashinda njaa, mtoto wako anaweza akawa salama sana kwenye chakula kidogo anachokula akiwa na mzazi wake, kuliko kumpeleka kwa babu na bibi ambapo anakula kila chakula anachokitaka, lakini hana uhakika kwa habari ya na uhuru kiasi gani wa kufanya nini na nini kitatokea, kwa sababu huyu sio baba yangu, huyu sio mama yangu. Kwa sababu watoto huwa wana develop wasiwasi mwingi sana wanapokuwa kwenye mazingira mageni, especially akijua kwamba huyu sio baba na huyu sio mama. Hata kama anapewa the best environment, mazingira bora kabisa, lakini kama anajua huyu sio baba sio mama, kuna wasiwasi tu unaingiaga ndani mwake na anakuwa hana uhakika kwa habari ya nini kitatokea anakifanya. Kwa hiyo unamnyima mtoto wako fursa ya kuwa mtoto. Okay. Tukibaki hapo Mwalimu Deo, ni kwamba tunaponyima uhuru wa kuwa mtoto, tunadumaza uwezo wao wa kufikiri katika heshima na desturi zetu za Kiafrika. Wapi tumekosea? Kuna kitu tunaita the science of addiction. Tunasema sayansi ya uraibu, kwamba binadamu yoyote anapokaa kwenye mazingira ya wasiwasi huwa anabadilisha muundo wake wa kuishi, anaishi katika muundo wa kujihami mara nyingi. Huu muundo wa kujihami kisaikolojia unamfanya mtoto wako aanze kuishi maisha ya kutafuta ni namna gani atakabiliana na hatari kwa njia zake anazozijua yeye, bila kupata mwongozo wa wazazi au wale caregivers wa mapema. Kwa hivyo tunachokiona sasa hivi kwenye jamii, tumekuwa na ongezeko kubwa la mmomonyoko wa maadili, tabia mbaya, watoto watukutu, wakorofi, lakini kuna janga la uraibu sasa hivi, pombe, betting, mambo ya hazijifichi ziko wazi. Hiki tunachokiona sasa hivi ni kwamba tumekuwa na kizazi kubwa cha watoto ambao hawajapata mazingira yenye usalama katika umri mdogo. Kwa hivyo katika umri mdogo wakaanza kutengeneza namna ya kukabiliana na mazingira wao wenyewe kwa njia zao, na kwa sababu hawana huo uwezo na hawakuwa na rasilimali katika kubangaiza na pataje njia ya kujisikia salama, akajiattach kwenye pombe, akajiattach kwenye sigara, akajiattach kwenye kugombana, akajiattach kwenye korofi, kwenye zinaa, kwenye betting, kwenye mambo mbalimbali, kama namna yake ya kukabiliana na wasiwasi na mashaka, kwa sababu baba na mama yangu hawakunihakikishia huo salama. Asante. Katika upataji wa elimu hii ambayo hautaipata popote, ni TBC2 ndani ya Jaba na Mwalimu Sukambi. Tunapoelekea kutamatisha, umetumia takriban robo 3 ya maisha yako katika kuhakikisha watu wanapata elimu ya kujitambua na malezi bora. Nini ushauri wako ambao haukuwahi kuutoa popote, unatamani leo sisi tuusikie kwa ajili ya malezi? Sina uhakika kama sikuwahi kuutoa popote. Tunataka kile ambacho haukuwahi kukizungumza popote na unatamani dunia hata siku ambapo haupo tunasema Mwalimu Deo Sukambi alituambia kitu fulani. Well, sidhani kwanza kama tulipaswa kuwa na walimu wa malezi. Tumefikia hapa kwa sababu ya tatizo ambalo limekuwa kutoka kizazi kimoja mpaka kingine. Kwa hivyo ushauri ambao naweza nikautoa kwa
baba mama mlezi anayenisikiliza na yule ambaye ajaye na yule ambaye ajaye ni kwamba kabla hujafika kwenye hatua ya kuwa mzazi, hakikisha wewe mwenyewe ndani umepona kiasi cha kutosha kukabiliana na majukumu ya ulezi au uzazi kabla hujazaa. Okay. Na naposema kupona, maana yake kabiliana na tabia za hatari. Kama wewe ni una wasiwasi sana, ni muoga sana, una hasira sana, una uchungu sana, ni unapenda ugomvi, wewe mwenyewe una mawazo ya kujiua, wewe mwenyewe umekata tamaa, ni vizuri ukadili kwanza na struggle zako. Hiyo mahangaiko yako kwanza ukawa sawa, ndipo kaleta watoto. Wako watu wengi sana wanaosikiliza sasa hivi anasema hivi, nina huzuni sana, ila nikizaa mtoto wangu atakuwa faraja yangu. Mtoto wako sio faraja yako, na mtoto wako hawezi kubeba majibu ya maswali ambayo wewe mzazi umeshindwa kuyatatua. Huenda ndiyo kitu ambacho hakuwahi kukishauri popote. Mtoto wako hatakuwa faraja yako. Jitibu kwanza, hakikisha unapona ama unatoa makovu ya yote ambayo yalitokea katika maisha yako. Yes. Mimi ni Paul Amara, nilikuwa na Mwalimu Deo Sukambi. Tunakupata wapi? Asante sana. Mimi nipo Dar es Salaam hapa, lakini pia kwa wale wanaopenda kujifunza zaidi, nipo kwenye mitandao ya kijamii yote mnayoifahamu, TikTok, YouTube, Facebook na mingineo mingi kwa jina la Deo Sukambi. Kwa hiyo huko unaweza ukanipata, lakini pia kama unataka kujifunza zaidi, na vitabu, nina masomo mbalimbali, makongamano mbalimbali kwenye mikoa mbalimbali. Kwa hiyo nifuate huko ili kwamba uweze kupata updates na nini tunakifanya wapi, uweze kuwa sehemu ya movement yetu ya kuweza kuwasaidia vizazi vijavyo. Asante. Okay, asante sana kwa muda wako Mwalimu Deo Sukambi, mtaalamu wa masuala ya saikolojia pamoja na malezi nchini. Tukapate mapumziko mafupi, tutakaporejea tutawajuza ungwe ya pili uwanja wa Amani ni Simba ama ni RS Berkane kuibuka bingwa wa shirikisho barani Afrika.